Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu. Mimi niko mzima ndani yake Yesu Kristo, nikiamini ametenda mambo makubwa asubuhi ya mchana wa leo. Leo ni siku ambayo Mungu ameifanya, tarehe 8 mwezi wa 5 2026, kwa neema yake ambaye ametufikisha. So siku ya leo ningependa niongee na wewe kwa jambo moja. Kuna ujumbe Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ninene na wewe kuhusu wale watu ambao wanatoka kanisa wakilaumu mchungaji, wanatoka kanisa wakitupa lawama kwa mchungaji. Mchungaji, mchungaji, mchungaji. Kanisa lolote, sisemi tu hili. Kuna mpendwa ambaye amekuja kunitafuta kunieleza kwamba hii ujumbe unahubiri kuweka kwa mtandao koma na uache na utiliti, kwa sababu wewe unajitetea. Lakini yeye hakujua kwamba ujumbe unajenga kanisa kando na ili inajenga makanisa mengi. Kuna wahubiri wengi ambao wamechengeka, kuna wahuduma wengi, kuna viongozi wengi, kuna vipawa vingi ambavyo vinachengeka. So wewe ukiwa hauchengwi, usitoe makosa, na ukitoa makosa waje iwe yako, maana hatufanani katika huduma. Kila mtu ako na huduma wake. So Mungu amepea kila mmoja huduma za aina mbalimbali, aina tofauti. So huduma wangu Mungu ameniweka mahali na hubiri hapo. So leo ameweka ujumbe juu ya wale watu wanatoka kanisa wakilaumu mchungaji. Maana kuna watu ambao wanatoka kanisa, lakini akitoka kanisa aenda akutane na chambo, anaanza kusema ni ile kanisa nilitoka napigwa vita. Mwingine anatoka kanisa anaanza kutupia mchungaji maneno, huyo pastor sijui. Akiwa mama atasema pastor alinitongosa, akiwa mwanaume atasema huyo pastor alikataa anakula pesa. So wanaume wanaekelea pastor anakula pesa, wamama wanaekelea pastor aliwatongosa. Na unakuta kanisa, mchawi wa kanisa ni yule mtu alikuwa ndani, maana yale anayaongea watu wanaliamini. So unakuta huyu mtu ameongea hiyo mambo yote na amesahau alienda kwa hiyo pastor akiwa hana chochote. Pastor amefunga, ameomba, amefanya yote, akafanya mambo yote, kuomba, kufunga, kusacrifice, ndio huyu mtu ainuke. So baada ya kuinuka ndiye anakuwa kikwazo kwa mchungaji. Anaanza kumpiga mchungaji kwa maneno, kwa vitina, kwa chuki, kwa kila njia, ati ndio mchungaji aonekane ovyo, yeye akubaliki. So wakati unapiga huyo mchungaji na umeinuliwa kwake, ukitoka ati juu ya hiyo mambo utoke, na unatoka ukimpiga vita, Mungu wa huyo mchungaji wanga anamaliza hicho ulipata kwa mikono ya huyo mchungaji. So ikiisha, sio mchungaji amemaliza, ni maneno yako, ni wewe ulimaliza, ni wewe ulichichanganya, ni wewe ulichilaani. Maana Biblia inasema ya kwa katika Methali 20 mstari wa 20 ya kwamba amlaanie babaye au mamaye, taa yake itasimika katika kisa kuu. So wewe mwenyewe umelaani mchungaji, umenena maovu kwa mchungaji, ukasima taa yako. Baada ya kusima taa yako, mambo yako yakaharibika. Sio mchungaji amekulaani, ni wewe umechilaani. So ndio uweze kupona, rudi kwa mchungaji, ukiri ukweli, nena ukweli. Ambia mchungaji kile ulineongea, kile ulipanga, kile ulinena, ulitoa watu kanisa, ulipiga watu, uliona wanaotoa kanisa ukawachukua, ulifanya vituko vingi. Kiri kwa mchungaji, mwambie ukweli,
na yeye atakuombea, na baada ya kukuombea hiyo roho ya vitu itakurejea. Hilo ni jambo la kwanza. Ya pili, siku zote ndovu na ndovu zikipigana ni nyasi huumia. Simba na chui zikipigana ni chui huumia. Simba ikipigana na sungura ni sungura huumia. Na siku zote ng'ombe ikipigana na simba ni ng'ombe hufa. So namaanisha huyo mchungaji ukipigana na yeye utaisha siku zote. Iwe mchungaji yule mnasema makanisa hazina roho, angalia sana zile makanisa walifukuza wachungaji kama zimeendelea. Na hii tabia ndio unaona hapa Nakuru wameua mchungaji wao. Wamemwaka damu ya mchungaji. Wamemwaka juu ya utofauti wa mashamba, utofauti wa vitu zingine. Wamemwaka damu ya mchungaji. So wakati unapigana na mchungaji ni wewe unaumia, sio mchungaji. Hata kama hana pesa, hata kama ni wewe ulikuwa unamlisha, hata kama wewe ndio ulikuwa unafanya kila kitu na ukasema wacha nitoka aumie, na ulipotoka ukaanza kumtembelea kwa wa manabii, mkiomba, mkimlaani, mkimpiga, still ni wewe tu na huyo nabii wako mtaumia, sio huyo mchungaji. So ni vyema ukitoka kwa kanisa usipige mchungaji vita na usiongee udhaifu wa mchungaji. Hata baba yako mzazi ako na udhaifu na alikuzaa. Hata mama ako na udhaifu wake na alikuzaa. Chifu wa kwenyu ako na udhaifu na anakutawala. MCA ako na udhaifu na anakutawala. So ndio uweze kwenda kusimama kupenya udhaifu wa mchungaji, usiondoke ukiusema kwa watu. Iyo baraka atakainena haitarivasiwa, haitaisha. Mungu atalinda, lakini haitaisha wakati utatoka ukinena mabaya ya mchungaji. So ni vyema uwe makini, uwe sensitive, maana usipokuwa makini chochote ulipata kanisani kitaisha. Na leo hii wale wanafunja watu moyo kuja kanisa ni wale watu walikuwa kanisa. Wale watu wanasema kanisa siku hizi biashara, ni wale watu walikuwa kanisa wakajaribu kupiga mchungaji. Wanataka wakawane sataka na mchungaji. Wanataka mchungaji awambie hii sataka imetoka 10,000, awambie na awaangalie karama ya mchungaji anayeweka kwa huduma. So hao ndio wanatembea wakisema kanisa ni biashara. Watu wanapiga kanisa sio matefo worshiper, ni wale waliokuwa kanisani wakaondoka wakaanza kupiga kanisa. So shetani aliwatumia na ni wao walifungua huo mlango. So wanapoenda wasema kanisa ukibarikiwa, nilisikia mwingine akisema kanisa kuna wachawi. Mchawi wa kanisa anakuwa ni yule mtu anapiga mchungaji. Alianza kumsupport na akafika mahali akahit, akaanza kuona yeye ameaminika, akaanza maringo, machifuno, madharau, anataka mchungaji amuinamie. Mwisho akaanza kupiga kanisa, na alipoanza kupiga kanisa, hapo ndipo vitu zake zilimalizika. So ukitaka uponye kile umepata kanisani, usipigane na mchungaji na usipigane na kanisa. Ukitoka enda, na kama mbele utatamani kurudi utakaribishwa, lakini usipigane na nani? Na mchungaji. Baraka zako zitakuwa permanent, hazitawahi haribiwa. Mungu wa amani akubariki. Hapa ni Gospel Glory, kaa ndani. Namba ya simu 0725759690. Mungu wa amani akubariki. Ukinitafuta ndani utanipata. Shalom.